Kasana Masha kutoka studioni zetu za Nairobi, na niko katikati mwa jiji la Olkalau, eneo bunge hili la Olkalau. Ni masaa tu ama tuseme kwamba masaa ya kupiga kura tayari yamekamilika. Sasa ni saa 11 inaelekea saa 12. Kwa hivyo vituo vyote vya kupigia kura sasa vimefungwa, na katikati mwa jiji la Olkalau kumekuwa na amani, kumekuwa na utulivu tangu asubuhi tulipoweza kuenda katika maeneo tofauti ya kupigia kura. Wananchi walikuwa wametulia, na vile maafisa wa usalama walikuwa wameshika doria kila mahali, vituo vyote vya kupigia kura. Pia maafisa wa usalama wamepiga doria katikati mwa jiji la Nairobi, na pia katika barabara kuu ya kutoka Gilgil kuelekea hapa katika eneo bunge la Olkalau. Kumekuwa na hali ya utulivu sana usiku mzima, lakini masaa za saa 8 hivi kasichana, mambo yamebadilika ghafla binvu hapa katika kituo cha kupigia kura cha shule ya msingi ambayo inaitwa AC Primary, na pia katika shule ya St Joseph Primary, na pia katika shule moja inaitwa Mombi Primary. Kumekuwa na visa vya gasi hapa na pale, na hii ilitokea baada tu ya wananchi kusema kwamba hawataenda mbali sana na vituo vya kupigia kura, watasalia nje mwa lango la vituo vya kupigia kura ili wakingoja matokeo yatangazwe kutoka vituo hivyo vya kupigia kura. Lakini sasa kulikuwa na taharuki wakati ambapo watu ambao hawajulikani na walikuwa wamefunika nyuso zao na walikuwa wanatumia magari ya aina Land Cruiser, magari kama 5 hivi yaliweza kuja kutoka mahala ambapo hatujui na kujaribu kuingia kwenye vituo hivyo, na waliweza kuingia katika kituo kimoja cha St Joseph Primary, lakini wananchi hawakuwa hapo. Lakini walipotoweka hivi, wananchi wakakusanyika katika shule ya karibu kabisa, karibu mita 200 kutoka ile shule ya St Joseph. Katika shule hii ya AC Primary, wananchi wakaja walipopokea habari kwamba magari hiyo yanataka kuingia katika kituo hiki cha kupigia kura cha AC. Na kama vile IBC ilikuwa imesema hapo awali, hakuna gari ambalo litakubaliwa kuingia ndani ya kituo bila idhini ya tume hiyo ya uchaguzi na mipaka. Na kwa hivyo wananchi wakalalama kwamba magari hayo yazuie, na waliweza kufunga barabara kwa kutumia mawe, na pia wao wenyewe wakajaa katika barabara na wakazuia yale magari. Lakini baada tu kidogo, dakika moja, wale ambao wanaume, hatujui kama ni polisi ama ni watu wagani, wamejifunika uso zao, wakatoa bunduki, wakatoa tear gas, wakaanza kurushia wananchi. Kukakuwa na hali ya taharuki sana, na pia vile wanahabari pia tukatoweka ili kuhakikisha kwamba sisi pia ni salama. Tukatokea ndani ya kituo hicho, na baada ya makabiliano hayo hawa wenye walikuwa wamejifunika nyuso zao wakatoka na magari wakaenda. Lakini ndani katika harakati ya hiyo suntafahamu, wanahabari wawili walipoteza kamera zao za kazi. Mmoja ni anaitwa Enos Teche, huyu ni mpiga picha wa gazeti la The Star, na pia wa pili anaitwa George Kieru, ni mpiga picha wa runinga ya NTV. Wale wawili walisema kwamba katika purukushani hiyo waliweza kupoteza vifaa vyao vya kazi, na baadaye waliweza kwenda katika kituo cha polisi cha hapa mjini Olkalau, na wakaandikisha taarifa kwamba wamepoteza vitu hivyo, na pia walijeruhiwa. Pia wakaenda kutafuta matibabu katika hospitali ya JM Kariuki, si mbali sana na mji huu wa Olkalau. Na sasa ni kuache na picha hii, ama ni mtazamaji, angalia picha ambayo iko nyuma yangu. Ni mita chache tu kutoka kituo hicho ambacho kimekuwa na purukushani cha AC Primary. Kama unatazama nyuma yangu, hawa ni wananchi ambao wamefunga barabara hii ya kuelekea kituo hicho cha AC, na hawakubali kabisa, ama wamezuia magari kutumia mawe, wamefunga barabara, na pia wao wamejaa barabarani kwamba hakuna gari ambalo watakubali lipite kuelekea ama kuingia ndani ya kituo hicho cha kupigia kura, wakisema kwamba kuna madai hapa na pale, madai ambazo hatujui ni gani, lakini hawataki kabisa gari yote kuingia hapo. Kwa hivyo ndio maana wamesalia pale, na wamesema wataka hapo hadi kura cha kituo hicho
kura hizo ziweze kuhesabiwa na kutangazwa, kisha waelekee moja kwa moja katika kitovu cha IEBC kilichoko katika shule ya upili ya Olkalau. Mambo yako hivyo, na mara kadhaa gari inakuja inajaribu kupita, wananchi wanaweza kung'ang'ana nayo, magari zote zinarudishwa. Hii ndio picha ambayo imesalia hapa tangu mwendo wa saa 8 mchana kufikia sasa, lakini tujui mambo yatakwenda vipi, lakini tunangoja kwa sababu upiga kura, hali ya zoezi hilo limekamilika. Tunajaribu kwamba labda tutasonga katika kituo hicho baadaye, tuangalie kama wamemaliza na labda matokeo yamekwenda vipi kabla ya kuelekea katika kitovu cha IEBC cha Olkalau, ambako pia mwenzetu John Jacob Kuria amekita mizizi kabisa kuhakikisha kwamba anakuletea taarifa kuntu kabisa ya mambo ya kadri yanavyokwenda katika eneo bunge hili la Olkalau. Na hapa ndio mambo yalipo kabisa, na tutaelekea baadaye hapo ili tujue mbivu na mbichi ni ipi wakati maafisa hawa BC watakapoanza kuhesabu kura za eneo bunge hili ili kujua ni nani atakayekuwa mshindi baada ya kifo cha marehemu David Kirahao aliyeaga dunia mwezi Machi mwaka huu. Ni kurejeshe kwako studio, Kasichana Masha, sijui kama una swali. Hayo ndo mambo katikati mwa jiji la Olkalau, hayo ndo mambo yalivyo kwa sasa. Pengine wakazi wenyewe wanasemaje kuhusiana na zoezi zima hilo ambalo limetekelezwa hii leo? Wakazi Kasichana Masha wamejielezea kwamba wana imani kwamba uchaguzi huu ni wa huru na haki, na kwamba matokeo ambayo wanatarajia yatakuwa matokeo ambayo ni matokeo ambayo wanatizamia kuwa yatakuwa matokeo pia ya kweli, matokeo ya haki, na ili waweze kupata kiongozi ambayo wamemchagua kuwakilisha katika bunge la kitaifa. Kasichana.